ndugu zangu waandishi wa habari, mkuu wa mkoa, naomba kutumia nafasi hii pia kutoa taarifa kwa umma juu ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru ambao tunataraji zitafanyika tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2025 katika uwanja wa Shirika la Elimu Kibaha. Ninafurahi kwamba Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango amekubali kuwa mgeni rasmi na amekwisha confirm na yeye yuko tayari kwa ajili ya shughuli hiyo. Kwa mkuu wa mkoa na ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, naomba kuwaeleza kwamba vijana wale 6 walioandaliwa wanaotoka Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, ambao tumewapa jukumu la kukimbiza mwenge katika mikoa 31, halmashauri 195 katika siku 195, nao pia kama nilivyoeleza mwanzo wako tayari na utimamu kabisa kwa kazi hiyo ambayo tunakwenda kuwapa. Katika kipindi hiko chote, Mwenge wa Uhuru utafanya kazi ya kuhamasisha amani, umoja, upendo, mshikamano wa taifa letu. Vile vile, Mwenge wa Uhuru utahimiza wananchi kushiriki shughuli za kimaendeleo za kijamii na kiuchumi katika maeneo ya halmashauri zao. Mwenge wetu wa Uhuru mwaka huu unabeba kauli mbiu ambayo inasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ujumbe huu wa Mwenge wa Uhuru mwaka huu unalenga kuwaelimisha na kuwakumbusha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki kamilifu katika uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu utakaofanyika mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, sambamba na ujumbe huu wa Mwenge wa Uhuru, pia Mwenge wa Uhuru utatumika kuelimisha wananchi katika maeneo yote ya nchi yetu katika masuala ya kisekta na kisera katika muktadha wa kitaifa na kimataifa, ikiwa pamoja na kuendeleza juhudi za kupambana na maradhi yaliyotishia ustawi wa watu wetu kama vile ukimwi, malaria, kupambana na matumizi ya madawa kulevya na vitendo vya rushwa. Vile vile, katika halmashauri zote mwenge utakapopita utaendelea kuwaelimisha wananchi wetu juu ya umuhimu wa lishe kwa afya iliyo imara. Ndugu waandishi wa habari, Mwenge wa Uhuru umeendelea na falsafa ya kumulika ndani na nje ya mpaka yetu na kumulika uovu katika jamii, ikiwemo maadui, uzembe, kutowajibika, vitendo vya rushwa na ufisadi katika miradi ya maendeleo na huduma za kijamii, ambayo imefanyika kazi ya kuratibu na kutathminiwa shughuli mbalimbali za kimaendeleo zinazofanywa na wadau wa maendeleo na kusanya taarifa ambazo zinahusu changamoto zinazowakabili wananchi, ambao zinasaidia sana serikali kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo kwa wananchi wake. Ndugu waandishi wa habari, Watanzania wenzangu, tunatambua kuwa falsafa hii ya Mwenge wa Uhuru ndiyo chimbuko la mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964, muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 64 na azimio la Arusha la mwaka 1967. Niwasitizie Watanzania wenzangu, tuendeleze Mwenge wa Uhuru kama ulivyoasisiwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961, na wakati huo tuendelee kuimarisha uhuru wetu. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Pwani na mikoa jirani na Watanzania kwa jumla kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa Shirika la Elimu Kibaha mkoa wa Pwani tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025 kuungana na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa nchi yetu, katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa kitaifa kwa mwaka huu 2025. Ninaomba niwatakie Watanzania wote afya njema tunapoelekea katika shughuli hii wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025. Pwani tunazindua. Asante.